الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، bado tuko kwenye kitabu Ad-Da'u wad-Dawa cha al-Imam Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyuba ibn al-Qayyim al-Jawziyya ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, akiwa anaizungumzia dawa muhimu katika maisha yetu sisi Waislamu, nayo ni dawa ya ad-du'a. Na kuhesabu kwa dua ni katika sababu kubwa yenye nguvu na muhimu katika kuyatibu maradhi ya huyo muombaji, na pengine na wengineo atakaowaombea. Tutaanza leo kwenye hina idhin. Naam, iqra, barakallahu fik. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال. وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله وأفقههم في دينه كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنديه، وكان يقول للصحابة رضي الله عنهم: لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وحينئذ، نكو وقته بس، فالدعاء من أقوى الأسباب. دعاء ni katika sababu zenye nguvu mno wakati huo wanapopinga wenye kupinga na kuona dua kwamba haina athari yoyote, basi watakiwa wewe ufahamu kwamba dua ni katika sababu zenye nguvu mno. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء، utakapokuwa kumekadiriwa kutokea kutuka, yani kutokea chenye kuombwa kwa sababu ya dua, kikatuka kwa sababu ya dua, lam yasiha an yuqala la faidata fi ad-du'a, haitasihi, yani si sahihi kusemwa kwamba hapana faida yoyote katika dua. Si sahihi kusemwa kwamba hapana faida yoyote katika dua au katika maombi. Ikiwa lililotokea na lililoombwa limetokea kwa sababu ya dua, si sahihi kusema kwamba dua haina faida. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء، kukikadiriwa kutokea lenye kuombwa
kwa sababu ya dua, ikawa limetokea kwa sababu ya dua, kwa sababu ya maombi, lam yasiha yuqal la faidata fi dua, si sahihi kusema hapana faida yoyote katika dua. Kama la yuqal, kama vile ambavyo haifai kusemwa la faidata fil akli washurbi, hakuna faida yoyote katika kula na kunywa. Kama vile ambavyo haifai kusemwa hakuna faida yoyote katika kula na kunywa. Wa jami'il harakati wal a'mal, na harakati zote na matendo yote hayana faida. Walaysa shay'un min al-asbabi anfa'a min ad-du'a, na hakuna kitu chochote miongoni mwa sababu kilichokuwa na manufaa zaidi kushinda dua. Walaysa shay'un min al-asbabi anfa'a min ad-du'a, na hapana kitu chochote katika asbabu chenye manufaa zaidi kuliko dua. Wala ablagha, na wala hakuna chochote chenye kuathiri zaidi fi husuli al-matlubi, katika kuyapata matlaba kuliko dua. Hakuna. Kisha matlaba, si mnafahamu Kiswahili yale matashi, yani matakwa unayotaka, maombi, mahitaji, kile kitu unachokihitajia. Hapa pameeleweka, ibara iko sawa. Walamma kana as-sahabatu radiyallahu anhum a'lama al-ummati billahi wa rasulihi, wakati walipokuwa masahaba radhiyallahu anhum ni wajuzi zaidi katika umma huu wa kumjua Allah na mtume wake. Wao ndio wanaojua sana, wanaomjua Allah na mtume wake katika umma huu. Wa afqahahum fi dinihi, na ndio wenye ufahamu zaidi katika dini yake Allah. Kanu aqwama bihadha as-sabab, walikuwa wamenyoka zaidi katika sababu hii. Wa shurutihi, na sharti zake. Wa adabihi, na adabu zake. Min ghairihim, kuliko wengine wasiokuwa wao, kwa kuwa wao wana elimu zaidi, kwa kuwa wao wana ufahamu zaidi, elimu ya kumjua Allah na mtume wake, ufahamu wa kuijua dini. Basi katika suala la dua wao walikuwa wamenyooka sana, kwa sababu wajua nafasi ya dua katika huu ulimwengu na maisha yao ya kila siku. Kanu aqwama, walikuwa wamenyooka zaidi. Bihadha sababu, kwenye sababu hii. Wa shurutihi, na sharti zake. Dua ina sharti zake, wao wakawa wamenyooka katika kuzitekeleza zile sharti. Wa adabihi, na adabu zake. Dua ina adabu zake, ikawa wao wamezisimamia zile adabu na kuzitekeleza. Min ghairihim, kuliko wengine wasiokuwa wao, kwa sababu kila utakapokuwa wewe umenyoka zaidi katika kuelekea sababu hii, ukatimiza masharti yake na ukafata zile adabu zake, basi utakubaliwa, dua italeta athari. Sasa wao walikuwa hivyo, na hilo ikawa ni sababu ya wao kufanikiwa. Wakana Umaru ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yastansiru bihi ala aduwwi. Umar radhiyallahu anhu alikuwa anaomba nusra kwa hiyo dua. Yastansiru bihi, anaomba nusra kupitia hiyo dua. Dhamiri katika bihi yaudu ila ad-du'a, yastansiru bid-du'a ala aduwwi, dhidi ya adui zake, adui wake. Kisha kwamba ana adui, basi yule adui yake makombora anompelekea ni makombora ya dua. Ya Allah, ya Rabbi, ya Kab, apeleka mashambulizi kupitia dua. Wa kana a'zama jundai, na ilikuwa dua ndio mwanajeshi, ndio askari wake mkubwa zaidi katika askari wawili. Kuna askari jeshi wale waliopelekwa watu, alafu kuna askari dua. Sawa? Kuna askari wale wanajeshi na silaha zao na kila kitu chao,
bi'udadihim wa autadihim wa adadihim sawa wa aslihatihim. Alafu kuna askari mwingine anaitwa ad-du'a, ndio maana akaleta kwa tathniya pale. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه. na alikuwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anaomba nusra kwa hiyo kwa kutumia dua dhidi ya maadui zake. Wa kana a'dhama jundai, na ilikuwa hiyo dua ndio askari wake mkubwa zaidi katika wale askari wake wawili. Wa kana yaqulu lis-sahaba, na alikuwa akisema kuwaambia masahaba, lastum tunsaruna bikathra, lastum tunsaruna bikathra, hamkuwa nyinyi mnapewa nusra, mnapewa ushindi kwa sababu ya wingi. Nyinyi hamwendi vitani mkashinda kule kwa sababu eti nyinyi ni wengi. Wa inma tunsaruna minas samaa, hakika hapana vingine, nyinyi mnanusuriwa kutoka mbinguni. Na mawaqi nyingi kwenye Qur'ani zikitajwa utaona hii. Kisoma kwenye Qur'ani na watu waliposimama katika mawaqi, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bialfin min almalaikati murdifin wama ja'alahu Allah illa bushra lakum walitatma'inna bihi qulubukum wama an-nasru illa min 'indillahi inna Allaha azizun hakim. idh tastaghithuna rabbakum, kumbukeni mlipomuomba uokovu, mlipoomba muokolewe kutoka kwa Mola wenu. idh tastaghithuna rabbakum, alafu fastajaba lakum. Ilikuwa vita gani? Vita gani? Anfali. Kishaona Anfali ni Badr, sawa. Kisoma kule ala Imran ni Uhud. Al-Anfal hiyo inasema ni Anfal. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أنفال. إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ويو أنفال بدر. آل عمران أحد karibu aya 40 pale yazungumzia Uhud. Sio Ahzab معروف, خندق أو أحزاب. سورة الفتح معروف, حنين. sio توبة معروف, sio توبة. vita vya Tabuk ذات عسرة, vikiguswa vingine basi vyaguswa, lakini utakuta sura hizi zimejikita katika matukio hayo makubwa kabisa. Sasa ukiangalia ndani utaona misaada iliombwa, Mtume SAW aliomba, maswahaba waliomba. Ni msaada mkubwa sana. Dua ni msaada mkubwa sana. Halafu sasa Allah akawa amelifungua ili jambo. Haangaliwi maskini wala tajiri wala nani wala mnyonge wala ni mlango umefunguliwa. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lakini ndio mahali ambapo sisi tumeghafilika napo zaidi. Si shetani katokea wapi huyo? Wallahi vile shetani huwa anawatia hofu watu kwamba hata ukiomba utakubaliwa, anakufanya taswifu kwamba haita ukitaka kunyanyua mikono utakuomba, mara moyo haupo, mara wafikiria hiki wafikiria kile. Lakini msikiza Umar hapo mbele atakaposema, anasema lastum tunsaruna bikathra, hamkuwa nyinyi mnanusuriwa kwa sababu ya wingi, yani hamkuwa nyinyi mnapewa ushindi kwa sababu ya wingi. Wa inma tunsaruna minas samaa, na hakika hapana vingine, nyinyi mnanusuriwa kutoka mbinguni. Nusra inakuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mbinguni. Wa kana yaqul, na alikuwa Umar radhiyallahu anhu anasema, sikiliza maneno yake,
إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وهذا الكلام ذكره المصنف في المدارج، مدارج السالكين، وصيد الفوائد pia ametaja kule, na Sheikh al-Islam katika al-Fatawa na katika iqtida'u as-sirat al-mustaqim umetaja maneno haya. Labda uturejea katika al-musannafat na katika al-maghazi huko yakuta kauli ya Umar ibifanywa takhriji. Anasema Umar radhiallahu ta'ala anhu, na alikuwa Umar anasema mimi sibebi ile hamu na huzuni ya kukubaliwa, kwamba sasa sije nitakubaliwa mimi. Huzuni hiyo mimi siweki jambo hilo, mawazo ya namna hiyo mimi siyaweki, mimi sitoi nafasi katika hilo. Walakin hamma ad-du'a, lakini mimi ninabeba yale ile huzuni na hamu ya dua. Nitapata nafasi nitaomba, nitapata nafasi ya dua, nipate nafasi niombe dua. Kwa hiyo mimi natafuta hiyo fursa ya kuomba dua, sio swali la kwamba nitakubaliwa. Hilo mimi haliko kwangu. Fa idha ulhimtu ad-du'a, nikiwafikishwa mimi kwenye kuomba, fa innal ijabata ma'ahu, basi hakika kule kukubaliwa kuko pamoja na hiyo dua. Naamini mtakubaliwa biidhnillah. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Kwa mimi nina yakini fursa au kitu kinachonipa wasiwasi ni ile fursa, nitapata fursa ya kumuomba Allah na kunyanyua mikono, hilo basi. Lakini kwa nitakubaliwa, hapana, mimi sina wasiwasi katika hilo. Tusimjaribu Allah, kusema hebu mjaribu, usimjaribu Allah. Amua, yani tuamue sisi tupate ile ladha ya dua, tufuate ile masharti na taratibu zake. Allah anakubali maombi. يجيب دعوة الداعي إذا دعاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بس tujitahidini kwenye kuomba jamani, tujitahidini kwenye kuomba, tufuate taratibu zake. Natamani kuwa watu wanaelimishwa ilmu, yani jambo la dua wakalifahamu kwa taratibu zake, adabu zake, shuruti zake, namna gani mtu atakiwa amuombe Allah. Yani watu kila mmoja awe afahamu, kila nyumba, kila mtaa, kila mahali watu wafahamu, badala ya kutaka ya kuambia Waislamu tu kwamba ukiomba dua fulani baada fulani sio ukisema hivi ukiomba dua, hiyo mujarabu imepita, ni kumpotezea muda mtu huyo. Kwa hiyo ukishapewa zile asbabu na taratibu zake na njia zake, kwamba wewe muombaji, kama tulivyosoma hapo mwanzo, watakiwa uwe hivi, uwe hivi, uwe hivi, uwe hivi, uwe hivi. Sasa wewe utakuwa na khiari mwenyewe kwamba wataka dua yako ikubaliwe au hutaki. Lakini ukishajua kwamba ukiwa hivi dua haikubaliwi, sawa, lakini ukitaka kukubaliwa sharti uwe hivi, na inawezekana wewe utakuwa na khiari, badala kumwambia soma ikhlasi mara 50,000, alafu ukimaliza umswalie mtume mara 10,000, alafu ndio utakumdanganya tu. Sawa, mwambie afuate taratibu za maombi haya. Soma bwana. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: وكان يقول رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وأخذ الشاعر هذا فنظمه فقال: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه
من جود كفك ما عودتني الطلب. فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه يقول ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثره: أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركة منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. وقد دل العقل والنقل والفطر وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتب الجزاء على الشر. عندكم ترتب؟ نعم، ترتيب. أحسن الله عليكم. بعض النسخ في ترتبه. نعم. وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتيب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. يقول رحمه الله تعالى: وأخذ الشاعر هذا فنظمه. na mshairi mmoja alikamatana na hili au alichukua hili akalitungia nadhmu, akalitungia shairi, maneno haya akayatungia shairi. Faqala, akasema katika shairi yake: law lam turid naila ma arju wa atlubu, law lam turid naila ma arjuhu, ndio asili yake, arju wa atlubu. Lau usingetaka mimi kupata kile ninachokitarajia na ninachokitaka, min judi kafika, kutoka kwenye ukarimu wa kiganja chako, ma awwattani talaba, usingenizoesha mimi kuomba. Maadamu umenizoesha kuomba, ni kwamba wewe wataka mimi nipate ule ukarimu ulioko katika kiganja chako. Lau lam turid na ila ma arju wa atlubu min judi kafika ma awwattani talaba, lau usingelitaka mimi kupata kile ninachokitarajia na ninachokitaka katika ukarimu wa kiganja chako, usingenizoesha mimi kuomba. Faman ulhima ad-du'a, yoyote aliyafikishwa, alipewa ilham, alifahamishwa kuomba, faqad urida bihi al-ijaba, huyo ametakiwa kuitikiwa. Fa inna Allah subhanahu yaqul, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema: ud'uni, niombeni, astajib lakum, nitawaitikia. Niombeni, nitawaitikia. Ud'uni, niombeni, nyinyi waja wangu, niombeni mimi, astajib lakum, nitawaitikia. Waqala, na amesema: wa idha sa'alaka ibadi anni, na pindi waja wangu wakikuulizia kuhusu mimi, na pindi waja wangu wakikuuliza kuhusu mimi, fa inni, basi hakika mimi, qaribun, niko karibu, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, ninaitikia maombi ya muombaji pindi atakaponiomba.
kiniomba nitamwitikia. Sasa jiulize, fursa ngapi leo ulizipata za maombi, lakini wewe umeomba mara ngapi leo? Kwa sababu baina ya adhana na iqama kuna nafasi ya kukubaliwa dua. Unapokuwa katika sujud, pale pana uhakika wa kukubaliwa dua. Mwisho wa swala kabla hujatoa salamu ni sehemu ambayo mtu hukubaliwa dua. Wakati kabla ya kufuturu na baada yake kidogo watu washughulika kula na nini, pana nafasi pale ya kukubaliwa dua. Umeomba mara ngapi? Hizo usiku thuluthul layl kuna nafasi ya kukubaliwa dua. Wewe umeomba mara ngapi leo? Mikono yako umenyanyua mara ngapi? Ya Rabbi ya Allah mara ngapi? Basi waifanyie ubakhili nafsi yako. Fursa umepewa, yani tuje kilimwengu zaidi. Wewe wajua, ushaambiwa bwana, huyu bwana ndiye tajiri mkubwa katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Tukupa nafasi ukutane naye huyu bwana, uzungumze naye. Kama kuna jambo lolote mueleze. Ushapewa fursa. Mimi najua utaomba wewe. Na watoto school fees, sio unajua mimi maisha sio mtaji sio vitu gani. Utaomba wewe. Na akitaka na uenda akakupa hapo hapo, au akakuahidi akakudanganya, au akakupa sio kile ulichokitarajia. Sawa? Au utacheka cheka tu, pesa wewe bwana, una pesa kweli kweli bwana. Utaanza kumsifia hapo mpaka muda umeisha enda zake, sio? Basi utakuwa wewe huna akili. Na ukipewa fursa nyingine ukimwomba tena atakasirika. Huyu bwana kile nikikutana naye kaza kuniomba tu, hakuna mazungumzo mengine. Hata kama wewe na pesa kuliko nani. Lakini si mwanadamu, kile ukianza kumfuatafuata na kumuomba atakasirika. Na hisa wewe upata fursa hiyo, wewe hutaitumia, ndio swali langu liko hapo. Na shida ulizokuwa nazo. Sasa huyu anaweza kukusaidia pesa kwa sababu tajiri. Lakini msaada wake una mpaka. Kuna mingine hayawezi. Fursa hiyo sasa umepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambaye yeye wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hebu chukua maneno, wa huwa ala kulli shay'in qadir, ambaye lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Kwanza juu kwa kila kitu anakiweza. Alafu vilivyopo ardhini na mbinguni vyote ni vyake yeye Subhanahu wa Ta'ala. Anasema una shida gani? Mlango umefunguliwa, omba. Wabaki waingia huku, waingia huku, kutoka kule, waingia huku, siku zaisha, huna moja uliomba. Kweli? Lakini shida ni kuwa watu hawamjui Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala hawamjui mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wala hawana fiqh katika dini. Kwa hiyo fursa zinawajia katika mikono yao, wanazipoteza bure. Niambie hivi, kweli wewe ukipatwa na shida imekwenda mpaka imefika jioni, asili imeingia, hujui utafuturu nini, wamfikiria nani? Wa kwanza kumfikiria nani? Mambo hayajakaa vizuri, hayajang'aa kwa siku. Akili yako kwanza itawafikiria watu, ima ukawakope au ukawaombe. Kwenye kukopa au kuomba za kudanganya, nitampigia hivi akikaa sawa, basi nichukua. Wakati milango iko wazi, wewe usifanye sababu wahangaika uenda huko. Haina maana usihangaike, hangaika. Zile ni sababu, lakini katika aqwa al-asbab wa anfa'u al-asbab wa ablaghu ni ad-du'a. Na unamuomba wewe Allah Subhanahu wa Ta'ala, muombe. Kashatangaza, niombeni
Sasa vilivyomo katika ardhi na chini ya ardhi na mbinguni na kila vyote ni vyake Allah subhanahu. Sasa wewe unataka nini? Sasa wewe katika maombi yako usivuke mpaka tu, ya Rabbi nakuomba mimi nisife, mimi niendelee kuishi. Usife, hii ni taaddi, lazima ufe. Maombi kama hayakubaliki. Kwa jua zile adabu na mipaka ya dua, uombe mambo ya sawa sawa. Omba khairi za dunia na khairi za akhira. Nasisitiza sana kwa sababu tunapoteza sana fursa, na ninajua watu wengi wanazembea katika mlango huu, na hakuna kitu katika maombi vitu vyenye kunufaisha sana kama hudhuru qalbi wakati wa kuomba. Hudhuru alqalbi, yani moyo wako sasa umemhudhurisha Allah, ni kama vile wasema wamwambia yeye, kanaka tarahu, kama vile wamuona, wamwaga tu shida zako, wamwaga tu, sema tu, waomba tu, ya Rabbi nipe hiki ya Allah. Lakini sio waomba kama moyo haupo, wewe wafikiria mambo mengine, dua wasema tu kwa sababu uliambiwa kuna kuomba kwenye la. Hudhurisha moyo wako. Kuna haja sana ya kurudia huko nyuma hayo katika adabu za maombi. Kwa hiyo atakayefahamishwa, atakayewafikishwa katika kuomba, faqad urida bihi alijaba, huyo amekusudiwa kukubaliwa. Fa inna Allah subhanahu yaqul, kwa sababu Allah subhanahu anasema, ud'uni, niombeni, astajib lakum, nitawaitikia. Waqala wa idha sa'alaka ibadi anni, na amesema watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, fa inni, waambie mimi niko karibu, fa inni qaribun, hakika mimi niko karibu, ujibu da'wata da'i idha da'an, ninaitikia maombi ya muombaji pindi anaponiomba. Wa fi sunan ibn Majah min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, na kuna katika sunan ya Ibn Majah kutoka katika hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, man lam yas'alillaha yaghdab alayhi, ambaye hatamuomba Allah, Allah atamkasirikia. Ambaye hatamuomba Allah, Allah atamkasirikia. Hadithi hii tumeisoma hapo nyuma katika darasa kadhaa zilizopita. Man lam yas'alillaha yaghdab alayhi, tukasema kwamba ameitaja hadithi ya Imam Tirmidhi na Ahmad na Al-Hakim na wengineo kutoka kwa Abu al-Malih an Abi Salih al-Khuzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Hakim alipoitaja akasema, hadha hadithun sahihul isnad illa Abu Salih wa Abu al-Malih al-Farisi lam yudhkara bil jarh, wa inma huma min idad al-majhulin liqillati al-hadith. ni mtu kidogo dhaifu alhadith. Qala Abu Zur'a la ba'sa bihi, wa qala Ibn Hajar lajn alhadith. hadithi vipi? Hasan sahih, hasan, hadith hasan. نعم. ابن أبو المليح صالح، ناني أبو المليح عن أبي صالح، حديث حسن هكذا قالوا. وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته. نهي حديثه نفهمش juu ya kwamba radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala ziko katika kuombwa yeye. Anna ridhahu, kwamba ridha yake, radhi zake, fi suali, ziko katika kuombwa yeye, wa taatihi, na kutiiwa yeye. Ukimwomba yeye na ukamtii, basi yeye anaridhika. Wa idha radhiya ar-rabb tabaraka wa ta'ala, na atakaporidhia Allah tabaraka wa ta'ala, fa kullu khairin fi ridahu, khairi zote zinapatikana katika ridha yake. Khairi zote zinapatikana katika kuridhika yeye. Anapokuridhia wewe, basi khairi zote utazipata.
lianna man radiyahu Allah la yashqa abada, mtu yoyote ambaye Allah amemridhia hawezi kuwa muovu milele. Kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi, kama vile ambavyo balaa yote na mitihani misiba yote iko katika kuchukia kwake, katika ghadhabu zake Allah. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا، إمام أحمد رحمه الله تعالى ametaja athar katika kitabu kinachoitwa Az-Zuhd, وسنده صحيح إلى وهب بن منبه anasema ana Allah la ilaha illa ana, mimi ndiye Allah, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi. Idha radhitu baraktu, pindi nikiridhia ninabariki. Walaysa libarakati muntaha, na hapana ukomo kwa baraka zangu. Baraka zangu zinakuwa zinakwenda zinaendelea, hazina ukomo. Wa idha ghadhibtu la'antu, na pindi ninapochukia ninalani, ninatoa. Yani kulani maana yake ni kumweka mtu mbali na rehema. Wa la'nati tablughu as-sabi'a min al-walad, na laana yangu inamfikia yule wa 7 katika watoto, yani kizazi cha 7. Kafanyaje huyo? Wala taziru waziratun wizra ukhra, vipi hali ya hadithi? akid dhaif shay semaje semaje kwani muhaqiq anasema ashba ma yakunu bil israiliyat, kafana zaidi kuna katika habari za wana wa Israeli. sawa. وقد دل العقل والنقل, na akili imefahamisha imejulisha na maandiko yaliyopokewa, walfitaru, na maumbile yaliyosalimika, wa tajarubul umam, na ile tajriba majaribio yaliyofanywa na umma mbalimbali, ala ikhtilafi ajnasiha, pamoja na kutofautiana jinsi zake, wa milaliha, na mila zake, wa nihaliha, na mapote yake, ala anna at-taqarruba ila rabbil alamin wa talabi mardati, juu ya kwamba kujikaribisha, kujiweka karibu na Mola wa viumbe na kutafuta radhi zake, walbirri, na kutenda wema, walihsan, na kufanya ihsani ila khalqihi, na kwa viumbe wake, min a'dhamil asbabi aljalibati likulli khair, ni katika sababu kubwa mno zenye kuleta kila khairi. Mambo hayo ni katika sababu kubwa mno zenye kuleta kila khairi. Ala anna at-taqarrub ila rabbil alamin wa anna adidadaha, na kwamba vile vinyume vyake, min akbari al-asbabi aljalibati likulli shar, ni katika sababu kubwa mno zenye kuleta kila shari. Famastujlibat ni'amullahi, famastujlibat ni'amullahi wastudfi'at niqamuhu, hasijawahi kuletwa neema za Allah wala hasijawahi kuondoshwa ghadhabu zake au adhabu yake, bimithli ta'atihi wattaqarrubi ilayhi, kwa mfano kwa mithli, kwa mfano wa kumtii yeye na kujikaribisha kwake. Yani hakuna kitu kilichokuwa kikubwa zaidi katika kuleta khairi na kuondosha shari mfano wa taa yake na kujikaribisha kwake. Wal ihsani ila khalqi, na kuwatendea wema viumbe wake. وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة, na hakika Allah amepangilia subhana, hakika Allah subhanahu amepangilia kupatikana khairi duniani na akhira, wa husul ash-shururi fi dunya wal akhirah, na kupatikana shari katika dunia na akhira, fi kitabihi, katika kitabu chake al-Qur'an. Amepangilia vipi? Ala al-a'mali, kwamba hilo limepangiliwa juu ya matendo. Tartiba al-jazai ala ash-sharti, kama vile kupangiliwa jazaa juu ya sharti. Sharti alafu jazaa yake, jawabu na jazaa, sawa. Wal ma'lul ala al-illa, na chenye kutolewa sababu kwa sababu. Wal musabbabi,
ala sabab, na musabab chenye kusababishwa juu ya sababu. والله تعالى أعلى وأعلم. الثاني عشر تمامليزه. سبحانك اللهم